Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali yaani CAG kwa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2024 inayowasilishwa leo mbele ya kamati yako inaonyesha kuwa halmashauri wilaya ya Urambo imepata hati safi au hati inayoridhisha kwa hifadhi. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hati hii hutolewa pale mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yaani CAG anaporidhia kuwa taarifa za fedha zilizokagua zimeandaliwa kwa usahihi na kwa kuzingatia viwango vya uhasibu vya kimataifa vya uandaji wa taarifa za fedha yaani IPSAS. Hata hivyo, kutolewa kwa hati inayoridhisha haimaanishi kuwa halmashauri ya wilaya ya Urambo ina mfumo wa udhibiti wa ndani wenye ufanisi wa 100%. Ila inamaanisha kuwa hakuna jambo lolote kubwa lililobainika na mkaguzi kumfanya atoe hati yenye shaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaeleza kwamba utekelezaji wa maagizo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali unaonesha kuwa kati ya hoja 100 zilizotolewa kwa hesabu za mwaka 2023-24 ambazo zinajumuisha hoja za miaka ya nyuma ni hoja 74 zimepatiwa majibu ya kuridhisha na kufungwa, na hivyo hoja 26 sawa na 26% zimeendelea kusalia. Mimi kwa kweli naomba niwapongeze kwa kazi kubwa hii ambayo halmashauri mmefanya, mkaweza kufunga hoja nyingi kwa asilimia kubwa ambayo hapa naona ni 74. Niwapongeze kwa kazi hii kubwa na nihimiza halmashauri kuimarisha mifumo ya ndani ya udhibiti na kutoa ushirikiano wa dhati na mkaguzi wa ndani na wa nje kama ambavyo mmefanya. Kwa kweli kwa jambo hili, kwenye eneo hili sisi hatuna malalamiko yote. Tumeambiwa kwamba mmetoa ushirikiano mkubwa na tunaomba muendelee kutoa ushirikiano huo ili kuzipatia majibu hoja zile ambazo bado zinaendelea. Lakini maana ya kuweka mifumo dhabiti ya ndani ni kama ifuatavyo, kwamba tunapofanya malipo au kutumia fedha za umma tuhakikishe tunazingatia sheria na taratibu. Zile idara ambazo zinaanzisha yale maombi, kubwa ambalo tunatakiwa kuzingatia ni kwamba yale maombi au matumizi ya fedha yazingatie bajeti iliyoidhinishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayo ni maelekezo makuu, lakini yale mengine ambayo ni madogo madogo kulingana na sheria za fedha na ununuzi wa umma ndio ambayo sasa tunatakiwa kuangalia kwa kina ili kuepuka hoja nyingine katika miaka ijayo. Kwa hiyo tukiendelea kuzingatia hivyo, basi tutaendelea kuwa na hali nzuri. Kwa tumeambiwa kwamba kwenye ripoti kuu tuna hoja 20, mfuko wa afya tuna hoja 5, lakini ule mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu tuna hoja 1. Kwa hiyo nadhani tukipambana tutapata single digit mkurugenzi. Ni jambo ambalo linawezekana kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja zilizosalia zimegawanyika katika makundi mawili. Kwanza ni zile ambazo zimepatiwa majibu yasiyoridhisha na hivyo kupelekea hoja husika kubaki. Maana yake tukizifanyia kazi kwa muda mfupi zinaenda kufungwa. Lakini pili, kuna hoja ambazo zimepatiwa majibu lakini zinaendelea na utekelezaji, na nyingi ni zile ambazo tunaita ni zile ambazo zinahusiana na mambo ya compliance, kwamba sasa halmashauri uonyeshe kwamba unatekeleza sheria na taratibu zile zilizopo. Kwa hiyo halmashauri, mdhibiti na mkaguzi mkuu akishaona kwamba unazingatia, basi anafuta zile hoja. Mfano wa hoja hiyo ni ile ya kutenga fedha kwa ajili ya ile mikopo 10% pamoja na ile ya asilimia ngapi 40 ambayo tunapeleka kwenye miradi ya maendeleo tunazotenga kutokana na mapato ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kumwelekeza mkurugenzi kwa maana ya kutekeleza kuhakikisha kwamba hoja zote ambazo hazijafungwa zitafutiwe majibu na vielelezo vya kuridhisha ili zifungwe mara moja kabla ya tarehe 30 Septemba 2025. Na kwa hizi chache zilizobaki tunaamini kwamba kwa muda mfupi zitafungwa. Katika halmashauri yangu tunashukuru kwamba tumepata hati safi, na hii yote inatokana na ushirikiano ambao tunakuwa nao kati ya mkurugenzi na wataalamu wote wa halmashauri, wakuu wa idara na vitengo pamoja na watumishi wengine wote wa halmashauri. Lakini pia ushirikiano na waheshimiwa madiwani. Waheshimiwa madiwani tumekuwa tukishirikiana nao vizuri, ndio maana tumekuwa na utekelezaji ambao ni bora katika halmashauri yetu. Tumekuwa tukitekeleza shughuli zote za maendeleo katika hali ya utulivu na amani.
lakini pia tumejipanga kusimamia vizuri matumizi ya fedha ambazo zimepitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bajeti yetu kwa mwaka wa fedha 2025/26. Kwa hiyo matumizi yataanza vizuri kwa mwaka wa fedha na tutakuwa tukitekeleza matumizi yote kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za fedha za umma. Tutatekeleza vizuri maagizo ambayo yametolewa na Katibu Tawala wa Mkoa, hasa ya kubuni vyanzo vipya vya mapato ya ndani, ikiwemo maandalizi ya kupata wateja kwa ajili ya hewa ya ukaa, lakini pia kuendelea kusimamia makusanyo ya fedha ya mapato ya ndani.